wala takisira ni wewe hapa duniani. Utengano kati ya Mungu Baba na sisi wanadamu, wasi unaoikumba dunia ni kazi yako moyo. Ubarakano katika ndoa, utoaji wa mimba, utupo kwa watoto majalalani ni kazi yako moyo wewe. Kutegea sikio Radio Maria, sauti ya Kristo nyumbani mwako, msikilizaji na utangaza kutoka Mikocheni jijini Dar es Salaam. Ninakukaribisha katika kipindi cha Pro Life, utetezi wa uhai, ambacho kujia kila siku ya Jumanne muda na wakati kama huu. Na msikilizaji, juma lililopita tulizungumzia mada ya eutanasia. Tukajua maana yake ni nini, yani maana ya eutanasia kwamba ni kumwonea huruma, yani kuua mtu kwa kumwonea huruma, kumuua mtu kwa kumwonea huruma. Kwa mfano labda amezaliwa akiwa ni mlemavu ambaye hawezi hata kutembea, labda anatambaa, basi mnaamua kumuua kwa sababu mnamuonea huruma, duniani atateseka. Au labda ameumwa kwa kipindi kirefu sana, basi mkaamua kumuuliza, kumwambia bwana, ngoja tu tukuue ili ukapumzike. Na yeye mgonjwa akikubali asema sawa, naombeni mniue, basi na yeye na nyie mnamuua kwa sababu mmemuonea huruma, halafu yeye anapata faida, huyo aliyekufa anapata faida. Kwa hiyo tuliweza kujua maana ya eutanasia kiuhalisia. Basi leo tunaendelea kwa undani zaidi kuweza kujua eutanasia kwa undani zaidi, mada hii ikiwa ni muendelezo wa juma lililopita. Tayari studioni ninao wana Pro Life wenzangu, mwenyekiti wa Pro Life Tanzania kaka mzee Emilia Gamo, lakini pia tunaye kaka Mahili na yupo dada Gracie. Pamoja tutasafiri katika kipindi cha leo. Pamoja nao mimi naitwa Penisi Mlewa. Tutasafiri pamoja mwanzo hadi mwisho wa kipindi. Tuiradhi kwamba mtandao wetu hauko vizuri, kurasa Facebook na mtandao wa Pushi. Hivyo utashiriki nasi kupitia simu muda utakapowadia. Na moja kwa moja kama ilivyokuwa kaida yetu, tunaanza kusalimiana. Baada hapo tunamweka Roho Mtakatifu aweze kutawala mahali hapa, akaweze kutuangazia yale ambayo tunaweza kuyazungumza jioni hii ya leo, mchana huu wa leo, yakaweze kuleta faida kwa wasikilizaji wetu. Basi moja kwa moja ninakupeka studio namba 2 kwa ajili ya salamu na sala. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Amina. Mwanakondoo ameshinda, tumfuate. Asalamu alaykum. Alaykum salam. Baada ya salamu hizo tunapata sala, na ndugu Mahili kwa tayari kwa sala. Karibu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru kwa zawadi ya uhai na uzima uliotupa. Nashukuru pia kwa kutuumba kwa sura na mfano wako, na tunashukuru Mungu kwa ajili ya zawadi ya Radio Maria, sauti ya Kikristo nyumbani mwetu. Tunashukuru kwa nafasi hii ya kipindi hiki, na tunaomba Roho wako aendelee atamalaki masikioni mwa kila anayesikiliza, na pia kwa ajili ya kila mmoja ambaye atasikia kipindi hiki aweze kuelewa jinsi ulimwengu huu usivyothamini uhai, na pia aweze kukereketwa katika kulinda na kutetea uhai. Naomba Roho wako atuongoze sisi na aongoze wasikilizaji wetu wote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Basi wapendwa mnaotusikiliza, tunashukuru sana kwa salamu hizo ambazo Grace ametusalimu, pia sala hiyo ambayo ndugu Mahiri ametushirikisha, na tunaamini kwamba Mwenyezi Mungu yuko pamoja nasi. Na kama alivyosema dadangu Happy pale, tunaendelea na somo letu la wiki iliyopita la eutanasia. Eutanasia maana yake nini? Happy amekuwa mwanafunzi wangu mzuri, maana yake amedadafua vizuri. Lakini basi kwa kifupi tu tuseme kwamba wataalamu mbalimbali wamehusika katika kutoa maana ya eutanasia. Kwa mfano tulimwona yule mwanahistoria wa mwanzo kabisa, Suetonius. Yeye alisema eutanasia ni maanisha kifo cha haraka kisichokuwa na mateso. Na mwingine Francis Bacon alisema ni kifo rahisi kisichokuwa na maumivu na cha furaha, ambapo ilikuwa ni jukumu la tabibu wa mganga kuondoa maumivu kwa yule anayeuawa, yule anayeteseka.
Lakini pia tumeangalia maana pana zaidi kutoka kamusi ile ya Oxford English, ikisema kwamba euthanasia maana yake kusababisha kifo kisichokuwa na maumivu cha mgonjwa atesekaye kutokana na ugonjwa usiotibika wenye maumivu makali au hali ya kupoteza fahamu isiyoweza kurejeshwa. Hali kadhalika tuliangalia maana nyingine kutokana na watu wengine wanasema lazima katika euthanasia dhana ya huruma iwepo, dhana ya huruma, yani kumuua mtu kwa kumhurumia. Lakini pia swala la hiari ya mtu anayeuawa, kwamba ye mwenyewe ana hiari kwamba mimi sasa katika hali hii naomba nife. Kwa hiyo anachofanya yule mtu ni kumshawishi aliye jirani yake, anaweza kuwa daktari au ndugu zake au wengineo, kwamba jamani, mimi naona katika uhai wangu nimefikia mahali niwe na haki ya kufa. Kwa hiyo wale wanamsaidia tu kufa. Lakini mwishoni kabisa tulipata maana ambayo wengi wanatumia leo, kwamba euthanasia maana yake kifo kitokanacho na lengo au nia ya mtu mmoja kumuua mtu mwingine kwa kadiri ya uwezavyo, akitumia njia iliyo ya kiungwana na isiyoleta maumivu, kinachotarajiwa na kwa kukidhi matashi ya yule anayekufa. Kwa hiyo kuna pande ngapi? Pande 3-4 hivi, kama ambavyo ile dada Herpa alitushirikisha, kwamba kuna wakala au mtenda, kuna lengo, kuna kisababishi, na hatimaye kuna matokeo. Hiyo ndio euthanasia. Lakini labda nitahadharishe kwamba vitendo vya euthanasia kama ambavyo tuliongea juma lililopita vinalenga makundi yafuatayo ya watu. Vinawalenga wazee sana, vikongwe, ukitaka kuita hivyo, vikongwe, kwa sababu wengine wanafikia umri ambapo sasa inakuwa hatari kuendelea kuwa nao kwa kadri ya jamii, na hivyo ama yeye mwenyewe naomba au jamii nasema jamani, huyu anazidi kuteseka sana, hebu ngoja tumpumzishe. Kundi la kwanza ni hilo la wazee au vikongwe. Kundi lingine ni walemavu. Sasa ulemavu unaweza kuwa ule mtu anazaliwa na ulemavu, wakakuangalia siku ile ya kuzaliwa hali yako ikoje, wakasema huyu akiendelea kuishi atateseka maisha yake yote. Sasa kwa nini huyu mtu aendelee kuteseka? Basi wengine wanaamua kwa niaba yako kwamba inafaa upumzike badala ya kuteseka maisha yako yote ya baadaye. Lakini wagonjwa pia, hata wale walio watu wazima amepata ugonjwa usioweza kutibika, amelala kitandani miaka mingi, so jamani huyu mtu anateseka. Kwa nini Mungu zamani kuna maswali, kwa nini Mungu anaruhusu mateso? Katika falsafa tumesoma haya. Kwa nini? Lakini huyu Mungu aliye mwema, aliye mtakatifu, mwenye kujua yote, inakuwa kuwaje sasa aruhusu mambo haya ya mateso, maumivu? Inakuwa kuwaje? Na njaa na vita. Basi inagusa pia hata watu ambao ni wazima, watu wakubwa ambao wanapata ulemavu katika umri huo wa utu uzima. Lakini euthanasia inawalenga pia wagonjwa. Kwa hiyo kuna kundi la vikongwe, kuna kundi la walemavu, kuna kundi la wagonjwa. Haya ndio makundi ambayo euthanasia inalenga. Lakini kwa vyote vile hata wakasemaje kwamba kuna hiari na nini, inafika wakati watu wengine wanafanya tu kwa niaba yako. Ndio mada yetu ya leo. Tunaangalia sasa namna ya kueleza euthanasia. Hapa nimetumia neno makundi, kwa kweli si neno sahihi sana, lakini namna euthanasia inavyotekelezwa. Sasa ngoja nianze mimi kidogo, alafu basi nitakaribisha wenzangu. Euthanasia inaweza kuwekwa katika makundi au namna mbalimbali za kutekeleza kulingana na jinsi mtu alivyoamua kwa hiari yake, au hata kwa kutopata kwa hiari yake. Kwa hiyo kuna kuridhia au ridhaa ya mtu, au wakati mwingine ridhaa ile haipatikani, unahitaji mtu mwingine atoe ridhaa kwa niaba yule. Hapo nimesema kwa kuridhia au kwa kutopatikana ridhio, au hata kama mwenyewe unakata wanasema bwana, kata wewe katika hali hiyo hapa lazima uondoke. Kwa hiyo kuna makundi matatu. Kuna hao ambao wanasema ndio nina haki ya kufa. Hawa wanaridhaa, wanatoa ridhaa wenyewe. Kuna wengine hawawezi kutoa ridhaa wenyewe kwa sababu ya hali yao. Kwa mfano, mtu ambaye hawezi kusikia, hawezi kuongea, hawezi kusema,
kusema kwamba atoe ridhaa ni ngumu sana. Kwa hiyo mtu mwingine anasema kwa niaba yake, na maana ni kwa labda hata familia familia inaweza kuwa mume, anaweza kuwa mke, jamani mimi mume wangu huyu jamani kwa kweli ameteseka sana. Ingawa pia huyu mke anaweza kuwa ana afe kwa niaba kwa fadi yake yeye mwenye mama huyo. Basi hizo au hata mume. Kwa hiyo katika mazingira ambapo mtu hawezi kusema mwenyewe kwa kutoa ridhaa yeye mwenyewe ama kwa kuandika ama kwa kuongea, basi watu wengine walio karibu naye, ndio tumetoa mfano wa mume, mke au hata wana familia, wanaamua kwa niaba yako. Ndio hiyo kwa kutopata ridhio, ndio hiyo nazungumza hiyo. Na ya mwisho ni kwa kutoridhia, kwamba kabisa hujaridhia, ndugu hajaridhia, lakini madaktari unaamua tu kwamba bwana ifike mahali bwana upumzike. Ndio madaktari. Kwa hiyo ndio namna euthanasia inavyotekelezwa. Sasa sisi kama tuite makundi tuiteje, basi aina za euthanasia. Niko naogopa kusema aina za euthanasia, niko naogopa pia hata hilo. Basi tutaangalia neno zuri la kutumia baadaye. Basi hii ndio makundi au aina za euthanasia. Labda turudie hiyo tuiangalie katika hali halisi kama inafanyika pale mtu anaporidhia kwa anapotoa ridhaa yake. Sina hakika hapa kwetu Tanzania au Afrika imefika wakati mtu anaomba kufa. Au labda sisi tunao hii ya wanafamilia au ndugu kuamua kwa niaba yako wewe unayekufa. Au basi ubibetu wahudumu wa uganga, fanya uganga mostari umekaa katika chubu kwa miaka 5 6, sema tabu gani chomoa. Unaona chomoa. Sasa pale wewe hujaridhia, ndugu zako hawajaridhia, lakini anasema tu chomoa. Sasa sijui kama tuongee kidogo hilo please. Mimi sijui nisemeje mwenyekiti, lakini hivi kama mtu anaumwa sana, umemhudumia, alafu ukajikuta tu anafanya namna yoyote ya kutafuta sumu akanywa, hiyo akanywa akafa. Yaani anaangalia labda huko na huko akawa anatagia nateseka hivi, akajinywa sumu hapo, ukakuta amekunywa sumu amekufa. Hiyo ni suicide. Hiyo ni kujinyonga. Hiyo amejinyonga, amejiua mwenyewe. Maana euthanasia lazima auwe mtendaji, sio mwenyewe. Lazima auwe mtendaji. Mtu hawezi kujifanyia euthanasia. Lengo na faida. Maana ukumbuke euthanasia lazima iwe ni awepo wakala au mtendaji, alafu iwepo anayeuliwa sasa. Kuna kati hapa kuna lengo linafahamika kwamba nimeteseka sana, kweli nataka kuondoka, lakini kisababishi sasa hapa ilikuwa sumu. Ndio hapa sumu. Na matokeo yake huyu mtu amefurahi kwamba ameshakufa. Sasa tutajuaje kama amefurahi? Anaona kwamba niliona anateseka muda mrefu, akaona nani ajisaidia mwenyewe. Haiko vile kwa namna ambavyo wala watu magharibi wanavyoelewa, ni kwamba euthanasia lazima iwe ni kifo cha huruma. Mtu mwingine amuone huruma. Yani ni ile huruma, ile compassion, kwamba huyu mtu kwa kweli no. Hapana. Kuendelea kuishi familia inapata mateso, gharama kubwa na hivi. Kwa hiyo unaamua kwa kumhurumia. Lakini kama shida hii ambayo tunadhani lazima tuiangalie kwa undani, faida. Je, tunaposema si ambapo hai huyu mtu ameteseka sana, bora angetangulia mbele ya haki. Wengine mbele ya haki. Sasa ni nani anafaidika? Ni yule anayeuawa au nyinyi mnaobaki? Kwa mwingine mambo ya euthanasia haya yanaleta migogano kidogo katika namna ya kuelewa. Kwa hiyo lakini vile wewe mfano ambao umetoa wewe, ile ni kujinyonga. Huyu mtu amejinyonga, so hajaji euthanasia. Sawa. Mimi kwamba ameondokana na mateso ya muda mrefu.
Anaweza kuwa amepata hasara zaidi, kwa sababu kule alipojinyonga kule anakoenda kule akaenda kwenye mateso zaidi kule motoni kuliko kule anaweza kuna. Sasa mimi nilikuwa nafikiria hivi, lengo hili la kupunguza, hizi zote ni dhana za kupunguza watu duniani, na ukiangalia tukianza jinsi wanavyowaua watoto bila wenyewe hawaui kwa euthanasia, ni kwa ukatili kabisa. Ni kwamba wanapoongezeka duniani wanamaliza chakula na maji. Sina cha kuwalea mimi nitamtunzaje huyo? Sina fedha, sijui wataishije, watakula nini. Sasa na huyu sidhani ni faida yake yeye mwenyewe huyu anayeuawa. Sana ni kwamba ameteseka hapo na anashawishiwa na muuaji kwamba akubali kuuawa ili asiendelee kuteseka. Anashawishiwa ili akubali kuuawa ili asiendelee kuteseka. Kwa hiyo mwenye kupata faida hapa ni yule muuaji, au wale ambao wameridhia kwa niaba yake kwamba afe ndio wanayopata faida, kwa sababu faida za kiuchumi, faida ya muda wao, na faida ya mambo mengi ambayo wanapata. Kwa hiyo sidhani euthanasia inampa faida yoyote yule anayeuawa, anayekufa. Sidhani kama mimi kwa mtazamo wangu, sidhani kama anapata faida yoyote ile. Kwa sababu kwanza hata hivyo mbele ya Mungu atasimamaje sasa? Kwamba yeye amekubali, ametaka afe kabla Mungu hajamuita kule, hajataka yeye. Sasa wewe unaingiza masuala ya kiimani. Leo nataka tuongee euthanasia katika ulimwengu tu wa kisayansi. Habari huko mbinguni huko. Hata sayansi yenyewe. Kwa sababu hii hapa ni swala la kiuchumi na swala la muda, kwamba watu wanaangalia sisi tumepoteza muda mwingi sana huyu, na bado alipo hapa anaendelea kutumia resource, gharama zinaenda tu, na muda wetu unapotea. Kwa ni bora tumshawishi akubali kufa ili sisi tuondokane na adha hii. Sasa. Lakini ningesita kusema kwamba kweli ni usana na kupunguza idadi ya watu, sababu idadi ya watu inalenga nadharia ya kupunguza idadi ya watu inalenga watu walio katika umri wale wazaaji wanaozaa. Kama au wengine wameshakuwa hawa wazee hawa uwezo wao umekwisha. Lakini basi tuangalie basi aina hizi za euthanasia au makundi au namna inafanyika. Aina ya kwanza, labda ndugu Mahiri utushirikishe euthanasia ya hiari. Euthanasia ya hiari, au pia kujulikana kama haki ya kufa. Aina hii ya mauaji hufanyika pale mhusika anapokubali kwa hiari yake kufa. Aina hii ya euthanasia imekubaliwa kisheria katika nchi mbalimbali, mfano Ubelgiji, Luxembourg na Holanzi. Hao wameshapitisha sheria hii ya hiari ya mtu kufa. Na wakati mwingine mhusika anamuomba mhudumu amuue, yani mhusika mwenyewe anamuomba mhudumu, anamwambia daktari, bwana mimi nimalizie kabisa. Hali hii hujulikana kwa Kiingereza kama passive voluntary au assisted suicide. Kwa euthanasia ya aina hii inakubaliwa kisheria pia katika nchi ya Switzerland na majimbo ya Oregon, Washington na Montana huko Marekani. Naam. Hii ni ya kwanza. Mhusika anaamua yeye mwenyewe kwamba imefika mahali sasa nataka kufa. Na hii inakuwa ni haki yake. Ndio maana sheria inatungwa. Kwa hiyo kama mtu amesema mimi nataka kufa, alafu wewe uliambiwa hebu niue, hujamuua, wewe unayekataa kumuua unakuwa hatiani. Yaani kisheria wewe unaenda jela kwa sababu umekataa kumuua mtu aliyeomba kufa. Umemkosea haki. Umemkosea haki. Ni kama Afrika Kusini, ile sheria ya mimba Afrika Kusini ni kwamba daktari haruhusiwi kukataa kumtoa mtu mimba. Akikataa, yule mwanamke aliyenyimwa haki ya kuoa mtu wake, akienda mahakamani, daktari huyu atafungwa miaka 10 jela. Ndio. Kwa hiyo hii inaposema haki ya kufa ni kwamba mtu akisema bwana mimi nataka uniue,
wewe ukasema unajua dhamiri yangu, imani yangu, ukakataa, jela. Kwa sababu umevunja sheria. Ni haki ya kufa. Na wakati mwingine ndio hapo tunasema mhudumu anamuomba daktari, mimi kwa kweli bwana, sasa hapana, naomba uniue. Kwa hiyo anapoomba, ule mfano uliosema kunywa sumu, yule asije kunywa sumu, ingekuwa daktari anamnyosha sumu, ingekuwa sawa sawa, ingekuwa euthanasia. Kile sababu alikuja yeye mwenyewe sumu, hii sio euthanasia. Kwa hiyo daktari anampa sumu, huyu anakunywa, anakufa. Kwa hiyo hii inaitwa assisted, yani ni euthanasia, anasaidiwa kufa. Yani unajua kupewa msaada, yani badala anywe sumu yeye, mtu mwingine anampa hiyo sumu. Kwa msaada sio huo wa kifedha au wa mali, una msaada pia huo wa kifo. Kwa hiyo unakusaidia wewe kufa. Na mimi nilikuwa na sheria mbele ya mahakama, mimi niko sahihi, sijui mbele ya Mungu itakuwaje, lakini basi mbele ya mahakama niko sahihi, nimekusaidia wewe kufa. Au wengine wanasema ile involuntary euthanasia. Kwa hiyo majimbo hayo yamekwisha tunga sheria. Na wapendwa, mnapoona wanasemaje methali ile, mwenzako akinyolewa na wewe tia maji, tia maji, tia kichwa chako maji. Naam, yanaanza huko. Tunasikia kama nadharia mara zinapiga hodi hapa nchini. Ulianza ushoga huko ujuju huko, mara umeingia Tanzania. Wakati wa kombe la dunia, ilikuwa kombe la dunia lile, vijana wale walikuwa wananyoa kama vijogoo, ikapiga hodi Tanzania. Ndio mambo yanavyokwenda, yani inakwenda haraka sana. Kwa hiyo leo tunaongea kuhusu Belgiji, Luxembourg, Uholanzi, mara Montana, lakini itafika siku itapiga hodi Tanzania. Na watu watataka hiyo ingie kwenye katiba mpya. Ndio. Kama ambavyo watu wengine wanapigania. Basi hiyo ni euthanasia, ni aina ya kwanza ya namna ya kumuua mtu. Sasa Grace imekaa mbali, sio kama utasoma euthanasia ile ambayo wengine wanatoa ridhaa, sio wewe mwenyewe. Sasa utushirikisha hapo. Asante. Euthanasia yenyewe yenye ridhaa ya wengine. Aina hii ya euthanasia inatekelezwa katika mazingira ambapo ukubalifu wa mhusika hauwezi kupatikana. Kwa mfano, mauaji ya watoto wachanga ambayo kisheria hairuhusiwi duniani kote, ingawaje imeruhusiwa huko Uholanzi katika mazingira fulani. Ndio. Hiyo ni euthanasia ambapo mwenyewe hawezi kutoa ridhaa kwa sababu ya umri wake, ni mdogo sana huyu. Na ndio nitoa mfano kilopita, wale waliosoma kitabu kile cha Think Fall Apart cha Chinua Achebe, kwamba aliyezaliwa Zeluzelu walimaliza, alikuwa anakwenda katika Evil Forest, anatupwa huko. Waliozaliwa mapacha hali kadhalika wanatupwa huko Evil Forest. Ndio hawa katika umri mdogo. Lakini pia inawezekana katika umri mkubwa mtu amekosa uwezo wa kuona, yani haoni, haongei, na pengine kupumua kwa shida. Hasa kupata kubalifu namna ile kwa ngumu sana. Kwa hiyo watu wengine wanatoa ridhaa. Sasa katika habari ya watoto ni mama mzazi anatoa ridhaa. Katika hali ya uzeeni ni wanafamilia ndio wanaoridhia. Katika hali ya mke na mume, nakumbuka ile swala lile Terry Shiavo kule Marekani, Shiavo kwa mume wake alisema, mimi bwana huyu na aondoke. Nani sio mkileta kaka yake akasema hapana. Basi baadaye ile mama walimuondoa vile vifaa vya 15 walimuondoa vifaa vya kupumulia. Baada ya masaa kadhaa alikufa yule mama Terry Shiavo. Nakumbuka sana habari hiyo. Hiyo ni euthanasia ambayo mtu mwingine anatoa ridhaa kwa niaba yako, kwa sababu mwenyewe huna uwezo wa kutoa ridhaa. Na aina nyingine ya euthanasia ni ile isiyo na ridhaa. Katika euthanasia ya aina hii mtu anauawa bila ridhaa yoyote. Sasa anaweza kuwa mzee, anaweza kuwa kijana, anaweza kuwa mtoto, lakini hakuna mtu anayeridhia, wala ndugu wala wewe mwenyewe, isipokuwa ni daktari tu anaamua. Kama mwingine euthanasia namna hii, kwa kweli ukiangalia kwa undani sana, ingekuwa kama vile mauaji.
na inapokuwa watoto wachanga watu tunaita infanticide, yani mauaji ya watoto wachanga. Sawa. Na ndio hii ya vikongwe kuuawa, wale wenye macho mekundu mekundu kwa sababu ya moshi. Uchawi bwana. Unadhibitisha hilo. Basi wale vikongwe wale wenye macho mekundu wale wanauawa sio kwa ridhaa yao. Inaweza kuwa ni aina fulani ya euthanasia, ingawaje of course unaweza kuleta mauaji. Sasa hapa kama mmetusikia vizuri, swala la faida, nani anafaidika, ndio swala ambalo mahiri naona ameanza kulitilia shaka hapa kwamba kweli huyu anayekufa anafaidika. Mimi kwa yule ambaye anaomba na yule ambaye ndugu zake wanaomba, ningesema sema hiyo. Sema Kama lengo lake ni kuondoa maumivu na mateso kwa kufa, ni kweli maumivu na mateso yatakuwa yanaondoka. Lakini kama kifo ni faida, hilo swala jingine la kujadili. Kwa vile mateso na maumivu yameondoka kweli, Yake kama tuseme alikuwa na mgongo wote ulikuwa na donda ndugu, cancer, saratani. Donda ndugu, mgongo wote ameteseka, sasa amekufa. Tutamfunika kitambaa vile vyeupe, na kama alikuwa na suti tunamfunika na suti yake, tunamsindikiza huko kuna kupaswa kusindikiza. Lakini ndio maumivu na mateso yamekwisha. Mnaanza kuniangalia kama vile unasema uongo. Mateso na maumivu yamekwisha kwa sababu mateso ya mwili yamekwisha. Mateso ya mwili, ndio maana yule mwingine alisema unapoangalia euthanasia tuangalie pia roho yake. Je, tumemwandaa kutosha roho yake? Tumemwandaa kutosha huyu mtu? Maana yake tumempa huduma za kiroho huyu mtu? Hiyo ni sehemu nyingine ya euthanasia. Aina hizo zote za euthanasia zinaweza kufanyika kwa njia mbili, au kwa kumuondolea mhusika mahitaji ya kuendelea kuishi, kama vile kumnyima matibabu, au kuondoa mrija wa kupumulia. Kuna kumnyima matibabu, kumuondolea mrija wa kupumulia, lakini pia kumnyima chakula. Ndio. Kuna kumnyima chakula. Unamnyima chakula siku mbili siku mbili anaweza hata wiki anakaa. Basi unamnyima chakula, yani unaondoa mahitaji yaliyo muhimu kwa mtu kuishi. Ukishaondoa yale, basi inakuwa mtu hawezi kuishi tena. Hiyo namna nyingine ni ile ya kutumia sumu. Sijui ipi mbaya zaidi, ya kumnyima chakula, kutumia sumu. Moja inakwenda haraka kuliko nyingine. Hii ya sumu inaharakisha kifo chake. Hii ndio kubaliana na yule Augustus aliyekufa mikononi mwa mke yake Avila. Alikufa kifo cha haraka kisichokuwa na maumivu. Sumu ileta maumivu. Inategemea sumu. Basi. Kwa hiyo euthanasia, nataka kurudia, ni mauaji ya watu kwa lengo la kuondoa maumivu na mateso. Lakini njia za kuchukua kwa kadiri ya hawa katika nadharia za euthanasia lazima ziwe za kiungwana, zisimletee mtu mateso, zisimletee mtu maumivu. Je, hapa Tanzania tumewahi kushuhudia vitendo vya aina hiyo? Ama mtu anaomba kufa mwenyewe kwa sababu ya hali yake, ama ya uzee, au ya ugonjwa, au ya udogo? Au je, imetokea wakati wanafamilia wamekusanyika wakasema, jamani, kwa kweli katika hali hii ngoja mwenzetu akapumzike. Na nilitoa mfano juma lililopita, kuna maneno kama afadhali Mungu amempumzisha. Mnakumbuka afadhali Mungu amempumzisha. Unasema jamani, huyu anateseka kweli kweli. Hivi mpaka lini mateso haya, mpaka lini jamani?
Sasa wakisema mbele yako wewe unateseka, unatoa machozi, unaamini kwamba kumbe unateseka sana. Yani unaona kumbe hao watu wanitakie mema hawa. Wakutakie mema? Wanakutakia mema. Yani kumbe sasa nimeteseka, yani nataka nife au hawa. Hawataki nipo. Ndio jinsi unaelewa. Wengine akisema jamani, yani kama labda unajua utapata shida kama unasikia tu nyume ya ukuta watu wanaongea juu yako, kweli utatoa machozi ya uchungu. Na je, hii ya kuwaua wenzetu watezekao kwa sababu tu ya za kitabibu, kwamba mimi ni daktari na waua, na nitaka kusema kwamba sijui bwana, sina hakika, siwezi kusema haya kwa sauti kubwa, lakini kuna mauaji yanaendelea sasa sio tu Tanzania na hata kwingineko. Sina hakika kama kuchochea vita kunakofanyika sasa kama ni sehemu ya euthanasia au sehemu ya kuondoa kizazi kama Mahiri alivyosema. Basi nadhani sio Mahiri unanyongeza tutaka nimeuza maswali matatu. Swali la kwanza nataka tujadili na pamoja wenzetu ambao wanatusikiliza sasa hizi. Swali la kwanza, je, tunazo shuhuda au shahidi unaoonyesha kwamba hapa nazungumza hapa nchini kwetu kwamba mtu ameomba kufa kwa sababu ya hali yake ya mateso na maumivu? Au je, imetokea kwamba wanafamilia wanakaa wanashauriana juu ya kumuondoa mwanafamilia mwenzao ambaye ameteseka kwa muda mrefu au ni mlemavu wa ulemavu uliopea kiasi kwamba kuishi kwake hakuna faida? Sawa Au je, tunao ushuhuda au walau matukio ambapo matabibu wamelazimisha kifo cha mtu? Nani ule alikuwa ndugu yangu yule Sala, ni nani ule baba Teddy Kibingi, na alinipigia simu akasema ilikuwa kabla gani, Teddy kama unanisikiliza hizi naomba urudie ile mazungumzo yetu kwenye simu, kwamba watu walikuwa wanakaa chini wanasema huyu bwana huyu kwa kweli mambo hali yake sio nzuri sana, basi wanaukoo wanaamua kwa kuondoa wenyewe wanaukoo kwa kutumia mambo fulani. Basi nimeleta haya maswali matatu, tunaomba kwa muda huu tuyajadili hayo katika kipindi chetu hiki cha Radio Maria Sauti ya Kristo Nyumbani Mwako. Tuna muda kutosha leo, tunataka tujadili kwa kweli, tuangalie hali ya Tanzania na neno hili la euthanasia, kama ni neno geni sana au euthanasia ilikuwepo isipokuwa hatakuwa na neno la kueleza mambo hayo. Karibu sana. Asante mwenyekiti, asante pia kaka Mahili na dada Grace kwa kueleza kwa undani kuhusiana na euthanasia. Juma lililopita kuna msemaji mmoja alipiga simu akasema hii euthanasia hata zamani ilikuwepo, kwa sababu watu akizaa, kwa mfano mimi nikijifungua mtoto afu ni mlemavu au alitoa ushuhuda kwamba alikuwa na familia moja ambao yule binti akipata mimba akijifungua mtoto ni albino. Kwa hiyo alikuwa wanamuua na kumwambia kwamba mtoto bahati mbaya. Kumbe hii basi itakuwa ilikuwepo utangia zamani, sema tulikuwa tujui namna gani ya kuiita. Kutoka Kwa hiyo msikilizaji, mimi nikiamini kwamba amepata yale maswali matatu, kwamba kama na shuhuda yoyote ya mtu ambaye aliomba kufa, aliomba auawe, basi pia itakuwa ni vyema zaidi. Lakini pia hata ile la familia kukaa vikao kushauriana juu ya kuondoa uhai wa mtu, nayo basi atakuwa amepata kusikiliza kwa makini. Kwa hiyo msikilizaji, si tukualike uweze kutupigia simu kama utakuwa na swali ama utakuwa na maoni yoyote yale, basi karibu tuweze kushiriki kupitia 0222771734 na 0784313587 tuweze kuzungumza kwa pamoja juu ya swala hili la euthanasia. Tukumbuke kwamba wote tu safarini na tuna uenzi na kutetea uhai ambayo ni zawadi kutoka kwa Mungu. Hello. Milele amina, habari ya kwako? Habari nzuri, habari za majukumu? Salama kabisa. Nazungumza na nani? Unaongea na Ruben Shamdia au baba Kwabi, na patikana kijiji cha Msingi la Mtarawa Mtwara. Shamdia Ruben, karibu. Asante. Kweli mada hii na kipindi kilichopita ingawa nilichelewa, nilisikiliza kwa makini, leo nimesikiza kwa makini. Hii tuseme ilikuwa
ilikuwepo kutoka awali, kwa sababu ingekuwa labda ilikuwa haipo, vitendo hivi vya utoaji wa mimba na uuaji wa watoto wachanga hayangekuwepo. Kwa hiyo tuseme tu, yani haya yalikuwepo, inasema katika mfumo huu tulionao na jinsi tunavyokaa na jinsi tulivyokaa hapo kwa uchaguzi zaidi, ina maana mwanga zaidi tuseme haukuwepo wa kutoa maoni kama haya. Kwa hiyo najua tu mlolongo huu ulikuwepo, lakini sasa kubwa tu yani ni kubadilika tu, kwa sababu hakuna maana, kwani duniani sisi tukumbuke tu wapitaji na makao yetu ya milele ni mbinguni, ila kwa sisi binadamu tunakuwa wengi wa kujisahau na kukariri dunia pasipo kuyakariri ya Mungu. Hayo binadamu. Asante sana Ruben, nikutakie mchana mwema. Asante, kazi njema, tumemwema na tuko pamoja, tunaendelea kuwa pamoja. Amina, asante. Hello. Hello. Habari yako? Salamu alaykum. Halele Amina, naongea na nani? Naongea na Festo Majani kutoka Longoi Kawaya Moshi. Festo Majani, karibu. Asante. Mimi kwanza nishukuru kwa kipindi kizuri. Na pia kuhusu masuala haya ya kwamba zamani mkweli mimi kipindi na kwa nikiwa mdogo, historia hizi nilikuwa nazipata, ilikuwa sijazishuhudia kabisa, la nimesikia. Walikuwa wanasema kwamba katika familia mtu akizaliwa labda mlemavu, kuna mali anapelekwa huko, anauliwa. Na labda walikuwa wanasema mtu labda kwa mfano mwanamke na mwanaume mkifuto labda amefanya mambo ya ajabu ya dunia vile vile na nyewe mnauawa. Ni vile ambazo nilikuwa nazisikia zamani. Ila sasa kuhusu kwamba hivi familia inakaa ipange kwamba huyu mtu ameugua hivi na hivi. Pole. Hello. Hello. Habari yako? Salama, tumsikie Kristo dada yetu. Milele Amina, karibu. Mimi ni Alois Mbuya wa Pelema. Na washauri, unajua hii sasa hii imeharibika. Kina dada wanatoa mimba, yani sijui nini dadangu. Yani kuna mmoja alipata ujauzito, alafu akajifungua vizuri, akamua mtoto. Yani dadangu ni kumbadilika tu na kumomba Mungu. Mimi Rose Maria nilifundisha vizuri sana. Yani kipindi na kishukuru sana dada yangu. Asante. Mimi ni Alois Mbuya wa Kelema. Aya, asante. Aya. Aya. Hello. Hello. Habari? Msifu Yesu Kristo. Milele Amina, habari ya kwako? Ni njema. Habari za hapo studio? Ni njema, karibu. Asante. Majina naitwa Philipo Msuya kutoka Longoi Kawaya Moshi. Kwa kweli nashukuru kwa Radio Maria kuweka kipindi kizuri kama hichi. Sasa kwa kweli tunaelimika sana sisi vijana ambao hatujaoa na wengine ambao wameoa. Ni elimu tosha, kwa sababu hayo masuala kama hayo ya kuweka watoto katika hali mbaya kwa kweli sio mazuri. Tunashukuru tu Radio Maria kwa kutuelimisha. Asante sana Aloisi. Philipo Msuya. Ni Philipo Msuya hapa kutoka Longoi, anaongea hapa. Naachia line hapo dada. Asante. Ni saa 8:11, msikilizaji wa Radio Maria, sauti ya Kristo nyumbani mwako. Kama ndo kwanza unafungua redio yako, hii ni Radio Maria na kipindi hewani Pro Life. Bado tunaendelea na mwendelezo wa mada yetu ya eutanasia. Wakati unashiriki kupitia 0222771734 na 0784313587. Kama utakuwa na swali, una maoni, una mchango wote, basi usisite kutupigia hapa nasi tutakusikiliza. Hello. Habari yako? Mambo mzuri, Radio Maria hapo. Salama, karibu. Naongea na nani? Hapo naongea na Ruka kutoka Manyara Mererani. Karibu. Ndio, nasema hiyo issue ya euthanasia toka zamani ni kuwepo.
ila kwa sababu ilikuwa tu ni uhuru wa bendera. Sasa hivi kuna uhuru wa matangazo, ndio maana inasemekana maoni watu wanatoa kila kitu. Kwa sababu kuna sister yangu mmoja alishamtokeaga hiyo, alikwenda kujifungua, mara madaktari wakasahau kasi, mara wakasahau kamba, baadaye tena wakabidi wamuondoe kizazi bila ridhaa. Kwa hiyo najua ilikuwa toka zamani ipo hiyo. Hiyo toka zamani ilikuwa ile, ilikuwa kuna ukimya fulani, watu walikuwa hawana uhuru wa kutangaza kama hiyo. Okay, asante. Okay, asante na wewe. Haya. Hello. Hello, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina, habari yako? Salama kabisa, habari ya siku mingi. Ni njema. Naongea na nani? Unaongea na Fidelisi au Babatina, niko Garapo. Fidelisi, Babatina, karibu. Asante. Unajua kuna watu, baadhi ya watu wanauawa kwa kunyimwa chakula kwa sababu ya matatizo yao magumu walionayo, mpaka anakufa. Hayo naweza nikasema yapo asilimia karibu 70. Tena ukiangalia kwa haya maradhi yaliyopo sasa hivi haya ya ukimwi, unaona wanawaacha ndugu zao, wapendo wao bila kuwahudumia kwa zile huduma zinazotakiwa, basi unakukuta ameondoka au anafungiwa ndani huko kwa muda mrefu, unakuja kujikuta amefariki kwa kukosa zile huduma stahiki. No. Na kuna hili lingine, ndugu yangu Emilia Gamu, mwana wako anayekufa kwa ajili ya kutetea haki za watu, hili tunaliweka wapi baba? Mwenyekiti umenukia. Nisaidie kwa mfano, ili watu wanatetea haki, wanatafuta haki za watu kwa uzuri, lakini anakuja kusingiziwa huyu mtu ni mbaya, anageuziwa sasa yale mabaya yanakuwa ndio mazuri. Pole sana Fidelis wa Galapo, ama ukipenda unamuita Babatina. Naomba nipokee simu 4 hivi, halafu nirudi kwenu studio namba 2. Hello. Habari yako? Salama, naomba upunguze sauti ya redio yako. Karibu. Hello. 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 Habari yako? Salama. Karibu. Asante. Festo Majani hapa, simu ilikatika kidogo. Karibu Festo. Kwa hiyo sasa nilipenda kuelezea pale kwamba kuhusu kwamba kuna familia inaweza kukaa kwamba kujadili kwamba mgonjwa wetu kaumwa sana. Labda tumuondoe aidha iko kwenye madribu pale, tumhamishie ili afe. Kitu kama hicho hakipo. Na labda ningependa kujua kwamba sasa kuhusu euthanasia, kutokana inakubalika iwepo au haikubaliki, na kama haikubaliki, je, nini kifanyike ili kutoa elimu labda kwa wanajamii kwamba kitu kama hichi hakitakiwi, elimu inawafikia vipi sasa? Asante sana Festo Majani. Haya, asante. Haya. Hello. Habari za mchana. Salama, habari ya kwako? Salama tu. Karibu. Asante. Mimi naitwa Baba Tedi Kivingi, niko Sudani Masinga. Sasa japokuwa yani network inasumbua sana Radio Maria, lakini imejia ajenda kidogo kwamba ni kufanya kifo cha huruma kwa mtu ambaye pengine yupo ana mazingira mabovu, kama ana ulemavu au kitu gani. Mimi binafsi hilo jambo nakuta kwangu linakuwa ni gumu. Nakuwa ni gumu kwa vipi? Kwa sababu kwamba swala la maumbile ya mtu, kwamba mtu ameumbwa kwa aidha na ulemavu, hiyo ni kazi ya Mungu, lakini sio sahihisho la sisi wanadamu. La pili, unanisikia? Ndio. La pili kwamba sisi huku Iringa, sisi asili ya Wahehe, watu wanakuwa na mtindo kwamba mtu akiugua muda mrefu wao wanasema wanamlo nini kamba ili anye ule mchuzi wake ule. Kumbe dalili nimejifunza kwamba ilikuwa ni dalili ya kuua mtu, anamlazimisha kufa, kitu ambacho yani kama mtu ameugua ni bora
akafa peke yake, afe tu kwa maradhi ambayo yanamsumbua, lakini sio kumlazimisha kwa mtindo huo. Walikuwa nampa nini? Yaani wanaloweka kamba, lugha ambayo inatumika hiyo. Kamba zile wanazofungia kuni, kwamba analoweka, anasema tunataka tumlowekee kamba anywe, wala apapone. Kumbe walikuwa nakoroga uji, wanamnywesha uji, alafu wanampakata, kisha pakata vile anakosa pumzi, ndio anakufa. Yaani kwamba kumbe hicho ndio kifo cha huruma, lakini sio huruma, hiyo ni uwaji. Sawa sawa. Naona Adamu anacheka. Kwa hiyo najifunza kitu kingine kwamba yani huo ni mtandao kabisa wa mauaji ambayo yani yamehalalishwa kwa kutumia lugha fulani za kimila, kitu ambacho mimi binafsi nakipinga. Asante sana ndugu yangu Baba Teddy Kivinge. Asante. Haya, naomba nirudi kwenu studio namba 2 kwa dakika hizi chache ambazo zimesalia tuweze kuzungumza. Tukija pia kwa huyu Festo aliuliza kwamba hii swala la euthanasia linakubalika, na kama halikubaliki nini kiweze kufanyika ili isije likajitokeza na likaathiri. Maana kwanza nisema mpaka sasa nchi hizo ambazo tumezitaja, Ubelgiji, Luxembourg, Holanzi na majimbo mengine ya Marekani wameruhusu, imekubalika kwa sababu iko katika sheria. Lakini bado nchi nyingi hazijaweka sheria hiyo. Ikiwekwa sheria, maana yake sasa itakuwa ni haki, na hata wewe ndugu ukikataa kwamba huyu asife na wakati anataka kufa, utafungwa. Utafungwa. Kwa hiyo haijakubalika, japo kinadharia kadiri ya mchango wa watu inaonekana kwamba mawazo mengi ya watu wengi tayari walishaingia katika mtego huu wa kinadharia wa kusema, ndio maana anasema huyu kafa vizuri, afadhali Mungu amemchukua. Tayari kimawazo, tayari akilini mwao euthanasia tayari ilishaingia katika mioyo yao. Ishaingia. Kwa hiyo ikiingia hapa kwamba wanatunga sheria, nina shaka kwamba inaweza ikatungwa ikawekwa haraka sana. Na shaka kulingana michango ya watu tunavyoona tayari na mazingira ya watu yalivyo. Labda mwenyekiti aongeze. Inaonekana katika Afrika wala hapa Tanzania, ijapokuwa haijasemwa, haijaandikwa mahali kwamba huyu tunamuoa kwa kumhurumia, lakini vitendo hivi vilikuwepo. Vipo, tumesikia mifano ya hawa kuua watoto wadogo hawa, tumesikia ulemavu. Huyu ndugu yangu kamba wanampakata, anampa uji, anakosa pumzi, anakufa. Basi na mifano wiki iliyopita tulisema yule padre wa Mbinga kwa mfano anasema katika kabila langu sijaona mtu mlemavu nini. Hii inaashiria kwamba vitendo hivi vilikuwepo katika makabila yetu, isipokuwa tu hayakupewa hadhi ya kisheria kwamba sasa tumnyonge, sababu pia tulikuwa tunazuiwa, nadhani pia na mfano sura na mfano wa Mungu ulikuwa mbele yetu, ulikuwa pia unatuzuia, dhambi zetu zinazuia, lakini pia sheria za nchi zilikuwa zinazuia. Na bahati mbaya hatujapata mtu anasema aliomba kufa. Hatujapata mfano mtu anaomba kufa, nimeteseka sana limguu hili naombeni tu nife jamani. Naombeni tu nife. Anaweza akasema maana hapa afadhali hata Mungu anichukue. Kweli sasa sikia huko ipigwe hata huko, hata baruti tulie unaona. Anavijaje mbuga. Kwanza vikaja mbuga. Wakati alikuwa anatamani kwamba anaweza kufa. Kwa hiyo basi kwa mifano hiyo ambayo tumeisema, kwa kweli vitu vyoteleza hapa nchini vilikuwepo, hatuwezi kukataa, na kama inaruhusu, kama ni jambo jema au sivyo, tumesema toka mwanzo kwamba mauaji hayawezi kuwa jambo jema. Grace ulikuwa unaandika kuna mtu Fidelis nafikiri aliuliza kwamba kuna watu wanatetea uhai lakini hatimaye wanageuziwa kibao, wanauawa. Unasemaje juu ya hilo? Pale ambapo sheria za utoaji mimba zimetungwa, yani watoto wanauawa kwa sababu sheria imetungwa, imeruhusu watoto kuuawa, nyinyi ambao mnasimama kutetea uhai ndio mnaonekana kwamba mnavunja sheria. Katika hali ile kisheria
ukisimama na kusema hapana, unavunja sheria. Lakini tuangalie basi masuala ya maadili, tuangalie masuala ya imani, tuangalie masuala ya dhamiri zetu, kwamba kumshambulia mtu ambaye anatetea uhai ambao umeumbwa na Mungu kwa sura na mfano wake, ni zawadi yake kwetu, ni mali yake pia katika uwepo wake, sio jambo jema. Nadhani sio jambo jema. Kwa hiyo nadhani basi baada ya wiki moja tunamwalika baba padre aweze kutushirikisha msimamo wa kanisa, mafundisho ya kanisa kuhusu euthanasia. Kwa hivyo vile yawezekana euthanasia ilitendeka kwa sababu za kipagani. Inawezekana kwamba katika wakati ule ambapo watu hawakuwa na imani katika Mungu, walikuwa hawajakombolewa bado na damu ya Yesu Kristo msalabani, basi ilikuwa wanafanya vile kwa sababu hawakujua kwamba ni swala ambalo linakwenda kinyume na mpango wa Mungu wa uumbaji. Nadhani sijui Grace kule Rombo kule vipi, hakuna euthanasia kule. Mimi nafikiri huko ndio ilikuwa labda ni kubwa, kwa sababu mimi tangia nimekuwa mwenyekiti sijawahi kuonaga mlemavu kweli. Nimekuja kuona tu kumjini, mimi sijawahi kuonaga. Ndio mtu anatembea na magoti hivi. Au na matako hivi kidogo. Hapana, mimi sijawahi mwenyekiti. Inawezekana kabisa kule walikuwa wanaongoza. Yaani mkuta kabisa mtu hivi. Mimi nakwambia hapa mjini nimekuja kuona, sijawahi. Mimi nilikuwa nitaongeza hapo, huyu anayeuawa kwa sababu anatetea haki za wengine, hatuwezi kusema kifo chake ni euthanasia. Huyu ni ukandamizaji wa haki, kwamba huyu anataka atetee haki za wengine, anakandamizwa, anauawa kwa sababu anatetea haki za wengine, sio euthanasia hiyo. Alafu faida, nafikiri nitaka niangalie faida ya yule anayekufa ni kumpata Kristo. Sijui kama ndio maadili yanatuambia na Biblia inasema. Hapa Mtume Paulo kwa Filipi sura ile ya 3, sura ya kwanza. Nisome kuanzia mstari wa 20, taishia hapo katikati kidogo. Nasema, hamu yangu kubwa na tumaini langu ni kwamba kwa vyovyote sitashindwa katika kutimiza wajibu wangu, bali nitakuwa na moyo dhabiti kila wakati, na hasa wakati huu, ili kwa maisha yangu yote, niwapo hai au nimekufa, nimpatie Kristo heshima. Kwangu kuishi ni Kristo, na kufa ni faida zaidi. Yani akifa katika Kristo ni faida zaidi. Sasa ikiwa yeye huyu mtu atakufa katika Kristo na kumpatia Kristo heshima, basi hapa amepata faida. Lakini kama hakufa katika Kristo na kumpatia Kristo heshima, kifo chake hicho hakina faida. Faida yenyewe ni kwamba tu hakuna maumivu. Usahau nadharia za euthanasia zinasema huyu mtu anayekufa kwanza afe bila maumivu. Yaani namna ya kumuua, umuue bila yeye mwenyewe ajisikie raha kufa, na kwa kule kufa kwake anaondoa maumivu na mateso. Nitaka hizo nadharia ndio nadharia zinazosema za euthanasia. Lakini kama kufa kule kuna mnufaisha yeye, fulani anasema, Mtume Paulo anaandika, ni jambo la kipumbavu. Unajua kufa eti unaondoa mateso, hutakuwepo, yaani haupo. Kwa kusema kwamba utapata faida ni kama vile kifo kile cha kumnyonga mtu kwa mfano. Unamnyonga, unamhukumu mtu kwa kumnyonga, ukijua kwamba adhabu lengo lake ni kumsahisha mkosaji. Sasa huwezi kumsahisha akiwa amekufa. Kwa hiyo atajuaje kosa lake wakati umemnyonga? Kwa hiyo euthanasia ina kasoro hiyo, ina kasoro kubwa sana hiyo, ambayo unajua toka wiki iliyopita tulikuwa tunaleta dhana, alafu tuna wengine wanaipinga. Na sisi leo kama jopo hapa la watetezi wa uhai tunasema kama kuna kitu ambacho ambacho hakina maana katika maisha ya mwanadamu, ni kusema unaamua mtu kwa kumhurumia. Unamhurumia nini? Yaani huruma haiwezi kutokuwa kutokana na kuua mtu mwingine. Unapouua mtu mwingine unaingilia mpango wa Mungu wa uumbaji. Kwa hiyo wewe unakuwa na hatia ya mauaji, na Mungu anasema usiue, unakuwa na hatia ya mauaji. Kwa hiyo kama nadharia ninaona kwamba zimezaliwa katika mtazamo wa kipagani, na ni mtazamo nadhani wa kishetani. Ndipo pale Mtakatifu Yohane Paulo wa pili
anapowagawa watu wa dunia hii katika makundi mawili, watu wa utamaduni wa uhai na watu wa utamaduni wa kifo. Kwa hiyo watu wa utamaduni wa kifo ndio hao wanaotetea kifo, iwe kifo cha kuhurumia kama euthanasia, iwe kifo cha kwa njia kutoa mimba, au hata kuleta maumivu kwa mtu mwingine, kama wanaofanya watetezi wa vidhibiti mimba hawa. Unamuumiza tu mwenzako kwa kumwambia mezi madonge au kipandikizi, ili hali wewe ndio unanufaika. Alafu madhara yale unasema ni maudhi madogo tu yatoka baada ya muda. Ukifa yametoweka. Huu ndio utamaduni wa kifo ambao nadhani niseme kwamba nadharia hizi za euthanasia, ninafikiri mimi kuna historia yake, nitatuongea wiki inayofuata. Imeanza lini euthanasia kuirasimisha, imeanza lini, tutaongea wiki ijayo au hata baada ya pale. Kwa hiyo sijui kama bado tuna muda, baada ya dakika 2. Nilikuwa nataka niseme huyu kaka aliyesema na sister yake alijifungua akasahau mkasi tumboni na mwisho wa siku akamtoa kizazi bila ridhaa yake. Ndio hilo. Imradi hakufa, sio euthanasia. Hakufa na wala hakuomba kufa, lakini basi ni tuite ni uzembe. Ni uzembe uliopea wa madaktari kusahau kitendee kazi katika tumbo la mwanadamu. Ni uzembe uliopea, na nafikiri kama wanatusikia, naomba habari hii isirudie. Inatokea pia kwamba tu hata katika upasuaji unampasua mtu anayeumwa kichwa, unampasua mguu, na anayeumwa mguu unampasua kichwa. Imetokea. Ni uzembe, ni uzembe. Sasa labda tu ni makusudi, sio nataka tu kuua. Mairi anasema watu wote hawa, idadi ya watu hawa wapunguze tu. Kwa hiyo euthanasia, nataka nirudie, inalala katika nadharia ya kumuua mtu kwa kumuonea huruma au kifo cha huruma, na yule naye kufa asikie mateso na aone furaha na amani katika kifo chake, na yule naye huwa anaamriwa, anatakiwa afanye vile kwa njia za kistaarabu. Lakini tumesema euthanasia inaweza kufanyika kwa mtu mwenyewe kuomba, au kwa familia mkakaa chini mkafanya kwa niaba yake, au familia mmekataa, lakini madaktari kwa sababu za kwao binafsi wanafanya tu vile, hata pasipo ridhaa ya mtu yeyote yule. Basi wapenda ambao mnatusikiliza kupitia Radio Maria sote nyumbani mwako, tunashukuru sana kwa kutusikiliza, na juma lijalo tutaendelea na mada hii ya euthanasia. Kwa hakika mtajifunza mengi, na baadaye basi tutamwalika baba padre aweze kutushirikisha mafundisho ya kanisa mintarafu euthanasia. Mwenyekiti, asante sana. Pia dada Grace na kaka Mahili, mimi naamini msikilizaji wangu atakuwa amejifunza mengi kupitia mada hii ambayo ni mwendelezo wa juma lililopita. Basi kama ambavyo umesema, juma lijalo pia tutaendelea na mada hii, lakini pia kimpendeza Mwenyezi Mungu tutaweza kumkaribisha baba padri ili aweze kutufundisha kupitia maandiko matakatifu na dhana hii ambayo tumejifunza hivi leo na juma lililopita na siku za mbeleni zinazokuja. Kwa basi mimi niwashukuru sana mwenyekiti, kaka Mahili pamoja na dada Grace. Mwenyezi Mungu awabariki na niwatakie shughuli njema, utume mwema. Kazi ni kubwa, lakini msihofu kwamba tutashinda. Ipo siku tutashinda. Asante. Kwa niaba ya wote ambao wamesikika, waliotushiriki kwa kupiga simu, mimi nawashukuru wote. Mwenyezi Mungu awabariki, na Ethiopia Simleo niwatakieni usikivu mwema vipindi mbalimbali ambavyo vinaendelea kutoka hapa Radio Maria.